Ukraine imewashika wanajeshi wawili wa China katika sehemu ya eneo lake ya Donetsk East kule Ukraine. Ukraine imewashika wanajeshi wa China kule katika sehemu yake ya Donetsk East. Zelensky amesema wanajeshi hao wamepatikana wakiwa na uniform ama mavazi rasmi ya kijeshi. Aidha amesema wanajeshi hao wamepatikana wakipigana, wakisaidia nchi ya Urusi kule Ukraine. Bwana Putin amesema anapeleka habari hii kwa Donald Trump kumweleza, na vile vile amesema atawasiliana na China kuhusiana na habari hii ya kuwakamata wanajeshi wa China katika nchi yake ya Ukraine. Zelensky amesema anataka apate habari kamili ni kwa nini wanajeshi wa China kutoka China wako katika ardhi yao. Kumekuwa na wanajeshi kutoka sehemu mbalimbali ambao kwamba wanapigana kule Ukraine wakiunga Russia mkono, kama vile Korea Kusini. Wanajeshi wa Korea Kusini wamekuwa wakiunga mkono wanajeshi wa Russia wakipigana katika eneo la Kursk. Eneo la Kursk ambao kwamba Ukraine waliivamia Russia wakaitoa. Wanajeshi hao waliweza kupigana dhidi ya serikali ya Ukraine na wanaoungwa mkono na nchi za magharibi kule Kursk. Wanajeshi hao ambao wengi wao wametoka North Korea ama Korea Kusini, kwa hivi sasa wako katika harakati ya kuendeleza mashambulizi wakishirikiana na Urusi katika sehemu mbalimbali kule Ukraine. Hayo yanakuja wakati Ukraine na Russia ikiongozwa na Amerika na muungano wa Ulaya wanatafuta njia ya kusitisha mapigano kati ya Ukraine na Urusi. Hivi sasa bado haijapatikana amani. Kwa upande wa Russia na upande wa Ukraine bado wanavutana katika masharti ambayo kwamba nchi hizi mbili zimeweka. Ukraine inadai ni ili mapigano yasitishwe ni lazima Urusi itoke katika ardhi yake yote. Kwa upande wa Russia ya Urusi wamesema ya kwamba
Ili amani iwe, lazima Ukraine isikubaliwe kuungana katika muungano wa NATO. Sharti la pili, Ukraine isilete wanajeshi wa muungano wa NATO katika mipaka yake, katika nchi ya Ukraine. Jambo nyingine, lazima Ukraine ikubali ardhi iliyotwaliwa na Urusi ibaki katika mikononi mwa Urusi. Jambo nyingine, pesa zote ambazo kwamba zilikuwa zimefungwa katika mabenki baadhi ya nchi za Ulaya na Amerika za Urusi, hela za Urusi ziwachiliwe, zisalimishwe. Masharti nyingine, mbinu ama ile system ya World Currency System, SWIFT, inaitwa SWIFT currency, ambapo kwamba Urusi iliondolewa, lazima iregeshwe katika hiyo mfumo wa fedha ulimwenguni. Hayo na mengine ambapo kwamba masharti imewekwa. Masharti la mwisho ni Ukraine lazima ifanye uchaguzi, manake Zelensky muhula wake uliisha. So mambo yanaendelea kupamba moto. Wachina Wachina wawili wamepatikana, wanajeshi wamepatikana kule Ukraine. Sasa kama Wachina wamepatikana kule Ukraine, je, wanajeshi wangapi ambao kwamba wanaunga mkono Ukraine wanasaidia Ukraine kupigana dhidi ya Russia? Sasa upande zote mbili, Russia na Ukraine wanapata usaidizi kutoka nje ili kuendeleza mashambulizi baina yao. Wacha tuone itakuwaje. Subscribe kwa hii channel. Mimi ni The One Man Army TV. Thank you.